Kenya hatuna amani. Tangu wewe William Samoei Ruto uanze uchaguliwe uingilie mamlaka, hakuna amani Kenya. Na nyinyi wabunge ndio umetuweka kwa shida haya. Kwa sababu gani? Vitu kama hii inafanyika na munarudi kusupport. Wamekosea kwa sababu wanaenda kuunganika na nyoka ambaye haina maelekeo. Hii nyoka hii ilitaibiwa ya kwamba itakuja kusika mamlaka ya Kenya hii, lakini tayari imesika mamlaka. Na wewe baba ya Albert, unapokea pesa ya damu, umekubali kupokea pesa kuuza mtoto wako kwa shilingi milioni karibu 2. Hiyo ni makosa mbele ya baba. Rudisha hiyo milioni 2 kwa nyoka mwenyewe, kwa sababu hii nyoka imeingia katika mamlaka kwa kuua watu wetu. Mimi naita Raila. Mimi simuiti baba kwa sababu babu ni yule wa mbinguni. Mimi Raila amenitosha kabisa, kwa sababu kila wakati usindwa na kurudi kuunganika na wale ambao wanasema ya kwamba ni wakora, si ni wahisi. Kumbe wewe Raila, wewe ndio unabomoa nchi. Wewe umeunganika na ule mtu ambaye anaitwa nyoka. Majina naitwa Eric, kaji wa Nakuru hapa. Kenya kinaendelea Kenya hii inanishangaza sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kenya hatuna amani. Tangu wewe William Samoei Ruto uanze uchaguliwe uingilie mamlaka, hakuna amani Kenya. Nataka nikuambia kwamba William Ruto, ya kwamba wewe ungefanyia impeachment wewe na Gachagua, amungeenda safari moja nyinyi. Na nyinyi wabunge ndio umetuweka kwa shida haya. Kwa sababu gani? Vitu kama hii inafanyika na munarudi kusupport. Nataka niseme kwa wale ambao waliounganika na hii serikali ya kwamba wamekosea. Wamekosea kwa sababu gani? Wamekosea kwa sababu wanaenda kuunganika na nyoka ambaye haina maelekeo. Hii nyoka hii ilitaibiwa ya kwamba itakuja kusika mamlaka ya Kenya hii, lakini tayari imesika mamlaka. Wewe Gladys Wanga, wewe ni mtu wa Homa Bay, na wewe ni mtoto wetu, tena wewe ni msichana wa kasi, na unasema maneno ya ujinga ukisema ati muko ndani ya broadbase mukikula matunda. Ni matunda gani ambayo mnakula huko wakati ambayo kijana yetu hameuliwa? Na wewe baba ya Albert, unapokea pesa ya damu, umekubali kupokea pesa kuuza mtoto wako kwa shilingi milioni karibu 2. Hiyo ni makosa mbele ya baba, mbele ya Jehova. Kwa sababu gani? Nikiinua msalaba ya Yesu juu, unafanya makosa. Na hiyo mtoto ilikuwa ni mtoto mmoja tu ambayo ingekusaidia. Umefanya makosa. Wewe rudisha hiyo milioni 2 kwa nyoka mwenyewe, kwa sababu hii nyoka imeingia katika mamlaka kwa kuua watu wetu. Unasikia wakati ambayo alisika panga, akasema ya kwamba panga sikupewa kwa ufanye na upole, ni panga nilipewa ni katikati naye watu. Sasa vijana wetu ndo wanakatwa. Wajenzi walipofanya maandamano hapa Kenya, walipoweka Kenya katika hali ya ugumu, wakatokea yote. Sasa hiyo ni hasira ambayo kuna mmoja ambaye anawatusi, mnaweka hasira juu yao. Kwa sababu gani? Mtu kama umetusiwa ni kuua ama unafaa kumdhibu. Biblia inasema ya kwamba dhibuni watu, sio kuua. Nataka niseme ya kwamba wewe umefanya makosa.
Na sasa huyu baba ambaye kunaitwa baba, mimi naita Raila. Mimi simuiti baba kwa sababu babu ni yule wa mbinguni. Mimi Raila amenichosha kabisa, kwa sababu kila wakati usindwa na kurudi kuunganika na wale ambao wanasema ya kwamba ni wakora, si ni wahisi. Kumbe wewe Raila, wewe ndio unabomoa nchi. Wewe umeunganika na ule mtu ambaye anaitwa nyoka, toka nje. Sasa pasa sauti yako, kuliko vijana wetu wanauawa na wewe unarudi kunyamaza. Unafanya makosa. Hii shetani ilitaibiwa mpaka katika Ufunuo ya kwamba itakuja kutokea, na tayari imekwisha kutokea sasa. Ikafanya mpaka saa ya Jehova mmebadilisha, ambao sasa mnaleta ya kwamba 6-6 msiponunua, msipokuwa na hiyo 6-6 hamutanunua, hamutakula. Sasa hiyo ndio mnataka kuweka katika nchi hii. Hiyo ni upumbavu, na tena hiyo itaondolewa na Mungu mwenyewe. Atamaliza ule adui ambayo anaingia kwa mioyo ya binadamu kuua, na wewe ndio utauawa kwanza. Na ilitaibiwa ya kwamba sasa atakuja kuua, na sasa anaua kwa kisirisiri. Mimi sitaki kuwa na upande nikisema mwingine ni mzuri, mwingine ni mbaya. Mimi sitaki jali. Mimi naonya kitu kwa haki, na mimi niliteuliwa na Mwenyezi Mungu ninene ujumbe wake. Lakini chenye imefanyika Kenya ikakuja sasa niongee kwa njia kama hii, ni kuambia kwamba sasa mnasidi kwa kusika panga na kuua watu. Ati ndio nyinyi ndio mko kwa mamlaka, mkituswa mnauana. Huyo mwenye aliua aseme vizuri ule mwenye alimtuma, kwa sababu haipoa akifanya uchunguzi wake akiwa amekamatwa, aseme nani alimtuma, ndio Kenya iwe na amani. Ni hayo tu.